Hamjambo, kwa majina ni Anthony Kamau. Mimi ni mwakilishi wa wodi ya Nakuru Mashariki na pia mimi ni naibu wa spika katika kaunti ya Nakuru. Ningependa kuchukua fursa hii kwanza kabisa kuwasalimia watu wa Nakuru na Wakenya wote kwa jumla na kueleza ya kwamba niko hapa hususan kujibu swala ambalo lilijitokeza katika TV hii ya Manoti ambaye sisi wengi tunaifuatilia, na tukitaka kujua mambo mengi tunafuatilia TV ya Manoti. Na juzi kuna ndugu zangu ama dada zangu walikuwa katika TV hii ya Manoti na walikuwa wanatoka katika chama cha DCP, na katika mazungumzo yao mmoja wao alinitaja, na ndio maana nimechukua nafasi hii ili niweze kumjibu kwa heshima. Niseme ya kwamba mimi ndiye Geru na mimi ni MCA wa Nakuru East, na alisema ya kwamba MCA wa Nakuru East pale Free Area amepanga vijana, hususan wakati viongozi wetu ambayo ni wa DCP ni viongozi wa Kenya na tunawaheshimu sana na tunawaambia kwamba karibuni sana, hasa timu ambayo inaongozwa na Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais. Tuna habari ya kwamba anakuja Nakuru na ningependa kuchukua nafasi hii nimkaribishe na nimwambia kwamba sisi kama watu ya Nakuru tunapenda amani, na Nakuru ni part of Kenya na hakuna mtu ambaye amekataza yoyote kutembea sehemu yote ya nchi hii ili aweze kuuza sera. Sisi tu ni kumencourage wakuje wauze sera, na ya maana ni watu wachie amani, ambaye amani imedumu sana hapa Nakuru. Na nikumbushe wa Kenya ya kwamba kuna ile salamu ilifanyika hapa Nakuru mwaka wa 2012 baina ya Uhuru Kenyatta na William Ruto ambaye ni rais wetu, na sisi kama watu wa Nakuru hiyo amani tumeivunia, tumeisherekea kwa muda mrefu. Na tungependa kusema wanasiasa ambao wanachipuka na wale ambao wako, tusiwashe ama tusiweke joto ya siasa sana hasa Nakuru, kwa sababu Nakuru tunajua ya kwamba huwa wanasema Nakuru ikisinizi kidogo Kenya nzima inapata homa. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba weekend hii watu ya Nakuru tukaribishe viongozi ambao wanakuja waweze kuuza sera yao, na wakienda watu wachie amani, na Nakuru tubaki kwa amani na tubaki na ile kutengamana ambayo tumetengamana kwa makabila yote, hasa wanabiashara, kwa sababu wakati tunaharibu environment ya biashara unajiharibia wewe na unaharibia mwingine. Kwa hivyo mimi ningependa kusema ya kwamba mimi kama kiongozi, kama MCA wa Nakuru East, hakuna vijana wa Nakuru East ward watatokea wapige mtu mawe ama wafanye fujo. Hata hao wanataka kuona hao viongozi na wasikie yale ambayo wako nayo. Kwa hivyo mimi ningependa kuweka bayana ya kwamba sisi tunakaribisha wageni waje Nakuru wauze sera yao, kisha watu wachie amani yetu, kwa sababu the most important thing that we are asking as people of Nakuru is peace that has been there for that long, and we know siasa ijaanza, na ikianza tungependa watu wafanye siasa ya amani na siasa ya utu uzima. Kunitaja useme sijafanya kazi, hiyo itakuja kwa sababu wakati sisi, unajua mimi sifanyi siasa, mimi nafanya kazi, na ile kazi ambayo nafanya itaonekana pale mwisho wakati tutarudi kwa kuuliza the fresh mandate. Kwa hivyo mimi na concentrate na kazi yangu, na nitafanya kazi na nitafanyia kila mtu kazi, na nitafanya kazi mpaka dakika ya mwisho, mpaka mwezi wa 8 tarehe 10, kwa sababu hiyo ndio niliapa ya kwamba nitaweza kuhudumia watu wa Nakuru East Ward, niwafanyie kazi bila kubagua. Kwa hivyo mimi ni kusema ya kwamba, na naomba vijana wa Nakuru tuweke amani, kwa sababu licha ya yote tuko na Nakuru yetu, tuilinde kwa amani, tukaribishe mgeni wote aje kwa heshima, na tuheshimu wale ambao wamechaguliwa na wale ambao wanatafuta pia viti. Kwa hivyo mambo ya siasa, kuweka joto nyingi kisiasa haijafika wakati huo. Wakati itafika kila mtu atajitoza katika ulengo wa kisiasa na kila mtu atauza sera zake. Kwa hivyo tuache kuchochea, kwa sababu yale ambayo tumeona sana kwa viongozi ama wanasiasa ni kuchochea. Wananchi mkishaenda wanasalimiana, lakini sisi ndio wananchi ambao tunataka kuchochea watu tuwaeke katika milengo ya kikabila, milengo ya kisiasa. Hiyo yote tunakanusha na tunasema ya kwamba everybody is welcome in Nakuru.
to make his statement, to give people what he wants to do to Nakuru people or to Kenya at large, and we are welcoming them, saying that we are here as Kenyans, and after all said and done, peace will prevail and everything. Wananchi wataangalia sera na wataangalia kazi ya mtu. Asanteni sana, nashukuru. Labda mwaka huu labda Gero amepanga nini pale Nakuru Town? Na unajua majukumu ya MCA, na hii ningependa kuweka bayana kwa sababu majukumu ya MCA ni kufanya representation, oversight na kutenga pesa kuweka mambo ifanyike. Kwa hivyo mimi ningependa tu kusema kuna yale ambayo tulifanya last year kwa public participation hatujaweza kutimiza kwa sababu hata imedelay. So mimi ningeomba pia wale watu wa Nakuru East, kwa yale ambayo mnaona hatujafanya, hivi karibuni tunafanya public participation, njooni mkuje tufanye public participation. Kwa yale ambayo mnaona ni priority, let's prioritize, tuweke pesa tufanye, kwa sababu si mimi nafanya, tunafanya tukiwa pamoja through the public participation initiative.